Tumeona kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba huenda kuondoka klabu ya soka Simba, mtu kama Jean Charles ambaye inaelezwa kwamba ameuzwa kwenda Uarabuni, klabu ya soka CR Belouizdad. Kwa backup yake unadhani kwamba ni mchezaji gani ambaye anahitajika ili kwenda kukava ile nafasi yake vizuri? Wachezaji wengi wapo, kwa sababu wachezaji wazuri wapo, ila uongozi na nani bado endelea kusimama kwenye ile homa kubwa ambayo linasababisha mpaka Simba isimami. Mfano juzi moja matetesi, kuna mchezaji anaitwa yule wa Uganda yule, bwana Okelo, wakati wa mashindano ya CHAN msimu uliopita mwaka jana, kidogo alikuwa na mwelekeo kwamba Simba wanamhitaji, unaona bwana. Simba wanamhitaji, lakini mwisho wa siku kilichokuja kufuata tayari kaja kusajiliwa na timu pinzani ambayo ni watani zetu ambao ni Yanga Sports Club. Kwa hiyo unaangalia kipi sababu kubwa ya athari ya uongozi ni nini? Tayari wachezaji kama hao wazuri wapo, anaweza kukawa nafasi, mfano kama Jean Charles wa. Kwa hiyo wachezaji wapo wazuri, lakini kabla tujapointi mchezaji yote wa kigeni au mzawa ambaye ataje kusimama kwenye simu kwenye nafasi ya kuziba pengo la wa, kwanza tusimame kwenye safu ya uongozi. Mimi ndio mahali ambapo naendelea kulia nafu. Tuimarishe safu ya uongozi, ndio itakao tusababishia kupata matunda na kurudisha ile Simba ambao tunaifahamu. Kwa hiyo wachezaji wapo wazuri wa kimataifa na wazawa wapo ambao wanaweza kuziba pengo la wa na lisionekane, kwa sababu wapo wachezaji wakubwa walipita Simba pale. Simba biashara ya kuuza mchezaji haikuanza jana kwa wa. Ni biashara ambayo tumeshaizoea. Haikuwa watu kama Jose Konde Boy, Mixon yule, wakina Emmanuel kunaka nyuma, akina Clatous Chota Chama, ni watu ambao walifanya vizuri sana katika klabu ya Simba. Tena wengine wamemzidi hata wao kwa uwezo, unaona bwana. Lakini uzuri wa Simba kwenye pointi moja kwamba hawatumu na mchezaji ambaye atahitajika kwenye timu za kigeni, kwenye timu nje, wapo tayari kufanya biashara ya kifedha. Kiangalia ishu kubwa ni kwamba Simba mmekuwa mkihitaji wachezaji wengi wazuri, lakini baadaye klabu ya soka ya Yanga wanawapiku na kuwachukua. Unadhani kwamba shida ni nini? Yaani shida iliyopo, unanisikia bwana Jackson? Shida kubwa iliyopo, kwanza Simba ni chuo cha kupointi na kuwaona wachezaji wengi wa kigeni, wa ndani na wa nje wa bara la Tanzania, wa nchi ya Tanzania, unaona bwana. Yanga katika swala la usajili sisi ni kama role model wao. Kila tunayempointi wao wanamtaka. Kuna wachezaji ni wengi sana msajiliwa kwenye klabu ya Yanga, lakini asilimia kubwa ni wachezaji waliokuwa ni karata ilichangwa vizuri na Simba, lakini mwisho wa picha wao ndio wamekuja wamewasajili. Sababu kubwa kwa mtazamo wangu mimi kama shabiki wa Simba, changamoto kubwa iliyopo, narudi kwenye safu yangu ya ulinzi, ya kwamba uongozi ndio wenye shida. Kwa sababu unapokuwa unamwona Godson yule anaweza kuwa msemaji wa Simba Sports Club, alafu tayari ukaishia kumtangaza katika vyombo vya habari, magazeti na vyombo mbalimbali vya habari kwamba unamhitaji Godson aje kuwa kiongozi katika klabu yako, lakini unazungumza mdomo ila matendo hakuna. Watu wanaangalia matendo. Hata katika vitabu vya kiimani vinatuambia mtawatambua kwa matendo yao, unaona bwana. Kwa hiyo Simba wao ni propaganda. Kikubwa yani ukweli uzungumze. Simba ni wazuri wa kuzungumza, lakini sio wazuri wa vitendo. Yanga ni wazuri wa kutenda kuliko kuzungumza. Wao ukisema wao wanajibu. Ndio mfumo wa Yanga, na ndio maana na kuzidi. Mfano wana rais wa Yanga Sports Club ambaye ni Engineer Hersi Said, unaona bwana. Ni kijana shupavu, kijana mpambanaji, ni kijana ambaye ana haki ya kuvaa kofia kuwa mwenye rais wa klabu kubwa kama Yanga Sports Club, unaona bwana. Sababu kubwa nini? Tayari hayupo kimaneno mengi, unaona bwana. Yupo kiutendaji kazi, yupo pale kwa niaba ya kuhakikisha Yanga inatoka sehemu moja inaenda sehemu nyingine. Yanga inakuwa timu bora si Tanzania, bara zima la Afrika litambua kabisa Yanga ni sehemu ya timu ambayo inafanya vikubwa zaidi.